Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mapema jana alibainisha kuwa hali ya kisiasa nchini iko vizuri, huku akisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya mara kwa mara kuhusiana na masuala ya kisiasa, uchumi na kijamii. Rais Samia amesisitiza kuwa serikali itaendeleza mchakato wa maridhiano ya kisiasa kuelekea maboresho ya katiba kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Ndugu zangu, nimesema nitakutana na vyama vya siasa kwa mwaka mara 3 ili tujadili yaliyopo nchini kwetu, maendeleo yetu kiuchumi, kijamii, kisiasa. Kwa sababu hakuna mwenye nini wanasema hati ya kusema mimi hii nchi ni yangu, kwa nitafanya ninavyotaka. Maendeleo ni ya wote. Democracy is about shared prosperity, shared responsibility before prosperity. Ni kuwajibika kwa pamoja, na tukiwajibika kwa pamoja serikali inatenda iliyowekwa na chama kilichoshinda, lakini mbele huko faida ni kwetu sote, si ndio? Sasa nikasema katika kikao hiki tuzungumze machache, lakini wapitishe kidogo kwenye hatua tuliofikia, na nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara ya mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Tukasema ngoja iwasilishe taarifa yake, halafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile. Tume ya kutafuta sasa investigation, nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo ya nani kahusika, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo, na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Ni Rais Samia huyo, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wiki hii mambo yamejiri mengi tu, na hapa studioni tunaye wakili William Maduhu, mchambuzi wa masuala ya kisheria, tukiungana naye kujadili mchakato wa kisheria, kanuni na taratibu kuelekea maboresho ya kikatiba. Maduhu, karibu sana. Nashukuru. Tanzania iko tayari kwa katiba mpya? Nafikiri naweza nikalijibu hilo swali ndio na hapana. Kwa nini? Nikianza na ndio, ni kwamba kwa sababu mchakato muda mrefu na uko pending miaka sasa zinafika 10, inawezekana ikawa tayari. Lakini la pili, kama walioko madarakani ambao ndio watekelezaji kwa maana ya CCM na serikali yake hawatakuwa na utashi huo wa kufikia hiyo, huenda ikafika 2030 tunaimba wimbo huo wakati mpya na tusipate. Kwa hiyo inategemea sana na political will ya CCM na serikali ambao ndio wanaiongoza wao, kuwa na utashi wa basi jamani sasa imetosha, twende tukamalize ile jambo. Kwa sababu unajua ukiangalia moja mimi kanipa tabu ni kwamba mchakato huu wa katiba ulipokuwa ile 2014, ukiangalia chanzo ilikuwa ni watu kupishana nini kiingie na nini kisingie. Lakini kulikuwa na ubishani mkubwa sana wa mamlaka ya bunge lile maalum la katiba. Wengine wakasema lina uwezo wa kufuta kila kitu kilichopendezwa na tume ya Warioba, wengine wakasema halina uwezo huo na kadhalika. Lakini mshahidi kwamba bunge lile lilifuta baadhi ya masuala ambayo wananchi waliamini kwamba ilikuwa ni msingi kwao. Kwa hiyo bunge likayabatilisha na kuja na version mpya kabisa ambayo ndio tulikwamia hapa. Lakini pia kama nakumbuka kuna kundi la pili ambao halikulizika na mwenendo wa masuala ambayo yalikuwa yanaenda bungeni, lilitoka nje. Bunge ile maarufu kama Ukawa likasusia mchakato ule
na pia aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambaye sasa ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud Othman, naye akasusia mchakato akiwa serikalini, mdau akiwa ni mwanasheria mkuu wa serikali. Alipoingia hayati Magufuli akasema yeye hata kwenye kampeni zake ya kunadi hilo swala katiba mpya, hata kwenye ndani ya CCM hiyo 2015 2025 halikuwepo. Kwa hiyo akasema kwake hiyo kipaumbele na aacho afanye kazi. Akaingia Mheshimiwa Samia awamu ya 6, akaanza ngao kutamka hayo maneno ya kwamba na nafikiri kwa mara ya kwanza pia NEC ya CCM ikatoka hadharani na kusema kwamba inaiunga mkono mawazo na mapendekezo serikali yake kuanisha mchakato wakati. Angalau kwenye maazimio yale ya NEC walikiri kwamba CCM yuko tayari sasa na serikali yake kuanisha mchakato wakati wa mpesa. Swali inakuja, kumekuwa na mapishano ya tunaanzia wapi, kwa sababu imani ni kwamba leo ninapozungumza hapa tunayo rasimu ya katiba pendekezwa ambayo ilitokana na bunge la maalum la katiba. Tunayo katiba ya walioba Mbodo wananchi wanaamini kwamba ndo walitoa maoni huko, lakini tunayo katiba ya sasa. Tunazo mapendekezo ya tume nyingi sana. Ipo tume ya Nyarari, ipo tume ya Kisanga, vikosi kazi cha Profesa Mkandala, na mapendekezo mbalimbali ya wataalamu mbalimbali. Yote haya imekuja na findings ambazo zinaonyesha namna gani twende huko. Sasa inakuja ni kwamba kumekuwa na debate hapa katikati ya kwamba tunayo katiba pendekezo sasa, tunayo katiba ya sasa, tunayo katiba ile ya walioba na mapendekezo ya tume mbalimbali. Tunaanzia wapi sasa? Je, tuanzie kwa katiba pendekezwa twende kwenye kula maoni? Watu wanasema hapana, kwa sababu kuna masuala ambayo yameingia na sisi tulikuwa tuyataki. Je, twende kwenye katiba ya walioba ambayo ndio watu wanaamini kwamba walitoa maoni yao? Kuna watu wengine pia wanapinga. Je, tuchukue hizo nyaraka zote, tuchukue katiba pendekezwa ya walioba, tuchukue katiba ya sasa na mapendekezo ya tume mbalimbali, tucompile, tuunde kikosi, tuunde kama kamati ya wataalamu, alafu fanye compilation, alafu atuletee sisi sasa kama wananchi tupia kula ndio hapana, badala kwa sababu hata kama zarudi kwenye bunge maalum la katiba, na wabunge waliopo sasa ambao 99 ni wabunge wa CCM ndio watakuwa watawala mjadala, watatawala ile akidi. Kuna kundi naamini kwamba bunge hili lilopo sasa haliwezi kuwa na huo halali wa kuja na hiyo kwa sababu ni la upande mmoja. Sasa tunatokaje hapa? Moja ni kwamba sisi tumekuwa tukipendekeza kama wataalamu kwa mara kwamba kwa sasa hizi hapa ni kwamba mamlaka kwa maana ya rais au ndio hiyo tume ya wataalamu kwa maana ya committee of expert ya wote kutoka ndani na nje ya nchi ambao ni wataalamu wa swala ya katiba, wachukue katiba ya pendekezwa, wachukue ile walioba, wachukue katiba iliyopo sasa na mapendekezo ya tume mbalimbali, alafu wafanye compilation, watuletee masuala ambayo wananchi ndio kwamba haya yanafaa. Tunamadu siku chache zilizopita makamu wa rais Dr. Nchimbi aliwaambia Watanzania wadai katiba akiwa kwenye ule mkutano mkuu wa watetezi wa haki za binadamu, na kauli yake hii ilibua mjadala mkubwa sana mitandaoni kwamba kama ilani ya CCM inasema kwamba itaanzisha mchakato wa katiba mpya na ndio ilikuwa ahadi zao kwenye kampeni, kwa nini saa hizi tena serikali yenyewe inarudi tena na kusema kwamba wananchi waanze kudai mchakato mpya, wakati huo waanze kudai katiba mpya? Wakati huo umetuambia hapa kwamba wataalamu mnashauri zile katiba zote zilizopo zikusanywe na utafiti ama tafiti za tume mbalimbali ziletwe, ziunganishwe na ipatikane katiba moja, ipigiwe kura ya ndio ama hapana, tuone tunasonga vipi mbele. Kipi hapo kinatakiwa kuanza, kwa sababu mkanganyiko ni mkubwa? Kwanza nafikiri kwanza ni kweli kwamba ilani ya CCM ya 2025 2030 ilipendekeza kwamba ndani ya siku 100 tangu serikali itakapoingia madarakani itaanzisha huo mchakato wa katiba mpya. Sasa hizi siku 100 zishapita, ni miezi takriban sasa 9 na huoni hizo dalili za hiyo katiba kupatikana kwa haraka. Lakini la pili ni kwamba inakuja kauli ya kiongozi mkuu wa serikali, kwa maana kiongozi namba 2 makamu wa rais, lakini pia ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, kikao cha juu kabisa cha maamuzi cha Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni MNEC, kikao pia cha juu sana cha maamuzi cha Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mjumbe wa cabinet, ni mjumbe wa baraza la mawaziri ambalo ndio chombo kikuu kwa mujibu wa katiba yetu kinachomshauri rais juu ya masuala mbalimbali ya kisera. Sasa ambacho mimi nimekuwa nikijiuliza ni kwamba kauli ya kiongozi wa kisiasa huyu ambaye ni kiongozi wa pili wa kitaifa hapa nchini kuja kusema kwamba Watanzania tupambanie, tupiganie, tushikilie hapa kupata katiba mpya, kidogo na lazima maswali mengi, kwa sababu utegemea yeye ndo aje atangaze kwamba labda rais amenituma rasmi ameridhia mchakato wa katiba uanze.
Sasa badala ya yeye kuja kutangazia kwamba rais ameridhia mchakato uanze, Mheshimiwa Nchimbi anakuja anatuambia kwamba sisi wananchi tupambane. Tunahakikisha kwamba tunapata katiba mpya. Sasa najiuliza kwamba tupambane dhidi ya nani? Tupambane kwa njia zipi? Tukipambania kitu, kwa sababu yeye ndo mtekelezaji. Yeye ndio mshauri namba 1 wa Mheshimiwa Rais hapa nchini. Sio kama mnafahamu. Yeye ndio rais akiwa hayupo anakuwa ndo rais in fact, sababu ndo anayekaimu mamlaka. Rais anapokuwa hayupo yeye ndo anaongoza baraza la mawaziri hapa nchini. Rais akiwa hayupo yeye ndo anaongoza baraza la usalama wa taifa. Sasa unajiuliza kwamba kiongozi ambaye ni ana full instrument, kiongozi namba 2, mimi nitegemea aje atangazie kwamba rais ameniagiza nitangaze rasmi kwa mchakato wa katiba utaanza mwezi wa 8 au wa 9. Badala hivyo sasa kama rais anakuja anasema kwamba wananchi pambaneni. Sasa hiyo kauli pekee inatisha kwamba huenda labda yeye ameona kwamba serikali yake na chama chake hawana nia ya kutosha ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata hiyo katiba mpya. Maana sana anajaribu kuja kurusha jiwe kwamba mzigo kwamba sisi tuna miaka 5 tu na sasa ibaki miaka 4 tunaondoka serikalini. Kwa hiyo msipopambania katiba mpya shauri yenu. Ndio mimi nikaipa hiyo definition kwamba mna miaka 4 imebaki. Ikiisha mjapambania tukiondoka kaja mwingine yatakuwa yale yale. Kwa hiyo ni kauli ambayo kwa kweli inatia mashaka kiuchambuzi kwamba kuona kwamba kama rais anasema pambaneni. Lakini pia swali linakuja ni kwamba je, kauli ile ya Mheshimiwa Nchimbi kama rais ilikuwa ni kauli ya serikali au ni maoni yake binafsi? Kama ni maoni yake binafsi, it means kwamba inabaki maoni ya Mheshimiwa Nchimbi kama raia wa Tanzania na sio kama rais. Lakini mwenyewe alisema kwamba kama angepewa nafasi ya kuambia jambo wa Tanzania, hilo ndio lilikuwa neno lake. Ndio maana anasema kama angepewa nafasi. Maana yake ni kwamba alikuwa anajaribu kuopine kutoa maoni yake binafsi. Sasa kama ni maoni yake binafsi ni kwamba maoni yale yanakuwa tofauti na maduhu mwananchi wa kawaida na raia mwingine yeyote. Lakini kama ni msimamo wa serikali, let's have that presumption kwamba serikali ya CCM ina hiyo nia au utacho wa kisiasa kumhakikisha kwamba wananchi wanapata. Lakini nchi ni kwamba debate inakuja, tunaanzia hatua gani? Tunaanzia wapi kwenda kwenye mchakato wa katiba mpya? Lakini la pili ni kwamba na mashaka binafsi kwamba hata kama serikali ikiridhia kwamba sasa mchakato wa katiba mpya uanze mara moja, naiona hofu kwamba bado debate ya kisiasa, mjadala wa kubishana masuala muhimu ya kinchi tutakwenda kukwamia hapo. Sasa najua wanasiasa wataweka masuala yao mbele. Wataanza kubishana aina ya muungano, serikali 1 2 3, mwezi umepita 3 4 5. Watakuja kubishana kwa masuala ya mamlaka, madaraka. Na bahati mbaya sana wanasiasa wao hawako tayari masuala ambayo yanaguswa wao yaguswe. Kwa hiyo ninapata hofu kwamba kuna possibility discussion hii ya katiba mpya ikaacha makundi ya muhimu sana huko nyuma. Makundi ya haki za wanawake, kundi za vijana, haki za watoto, haki za watu wenye ulemavu, wavuvi, wafugaji, makundi mbalimbali, masuala ya maadili ya viongozi wa umma, masuala ya rushwa iliyokithiri, ufisadi na kadhalika, mganyo wa rasilimali za nchi. Tukaacha debate hizo na tukajikita kwenye debate za mganyo wa mamlaka, na hatimaye wanasiasa watapishana kauli kwenye hilo eneo, kauli kule kwa mwaka 2018. Mimi ninachoona ni kwamba tutatokaje hapa? Kuna masuala ambayo naona kwa maoni yangu binafsi ni kwamba yanahitaji kuwa discussed nje ya mfumo wenyewe wa kisheria na katiba. Kwa maana kwamba inahitaji hawa wanasiasa kukaa mezani na kukubaliana kwamba masuala fulani yatakuwa kuwa agreed nje ya mfumo wa majadiliano ya kisheria ya katiba. Ndio kisha kubaliana pembeni. Sasa ndio sasa unapotunga kama ni mchakato, kwa maana kuja na sheria ya katiba, tayari masuala yanakuwa yameshakubaliwa nje. Kwa maana kwamba kunakuwa na organ mahususi kama chombo hivi ambacho 2014 tulifeli pia kuweka hiyo, kwa sababu alikuwa kigombana, hapakuwa na chombo cha kwenda kusuluhisha huo ugomvi. Wale wengine wakasuia kaondoka. Kwa kuwa na chombo pembeni ambacho kitaundwa na sheria kwamba baadhi ya masuala ya kubalika nje ya mfumo rasmi wa kisheria wa mazungumzo. Kama vile kubalika mwaka 2011 kama nakumbuka, kulikuwa na debate kubwa sana ya namna ya kuwa na muundo wa bunge ya katiba. Sheria ilikuwa imejaribu kuleta 99% na siasa. Lakini ile kundi la 201 ambalo liliingia litokea nje ya vyama vya siasa ilikubaliwa nje, yani walikaa mezani kwa maana Rais Kikwete na watu wake wale wanasiasa wakubaliana kwamba basi ile kundi la 201 liundwe na watu aina gani na atoke makundi gani. Walikubaliana nje ya mfumo wa kawaida. Maduhu, mambo ni mengi sana na yanakanganya kweli. Kama hivyo tu unavyotueleza hapa kwa mtu tu wa kawaida, si rahisi kuweza kuelewa ni nini hasa ambacho kinapaswa kuweza kufanyika ili jambo hili la katiba liweze kukamilika kwa ukamilifu kabisa, na ni swala la muhimu kwa nchi. Kwa Mtanzania yoyote yule ambaye anatusikiliza sasa hivi asiyefahamu wala kuelewa kuhusiana na jambo hili, taratibu zipi hasa za kisheria zinapaswa kufuatwa
katika hili ili kuweza kukamilisha mchakato huu kwa ufasaha? Ya kwanza zipo hatua kadhaa ambazo zinapata kufuatwa, na ni hatua za aina mbili. Zipo hatua ambazo ni za kisiasa pase, lakini pia hatua zingine za kisheria, kwa maana kwamba mchakato hauwezi kuanza bila sheria fulani kuhishwa. Sasa nianze na hatua za kisiasa. Moja ni kwamba lazima kuwe na mchakato wa mwafaka wa kitaifa, kwa maana kwamba watu wakae mezani wazungumze kwamba jamani, sasa tumedhamiria kama nchi twende tukaitafutie nchi katiba mpya. Hiyo ni mwafaka wa kitaifa na political process. Huu ni mchakato wa kisiasa ambao unafanyika nje ya mfumo wa kisheria, kwa maana kwamba watu wakae mezani wakubaliane kwamba serikali hii sasa imeamua, ina hiyo political will ya kuwafanyia wananchi wa nchi hii kwa katiba mpya. Lakini la pili kwamba sisi kama wanasiasa ndio key players, na kweli kwamba kwenye mchakato huu Samila, hawa wanasiasa ndio key players, huwezi kuondoa. Kwa kawa wakubaliane kwamba sasa tunaenda kwenye hiyo mchakato. Lakini la tatu ni kwamba lazima wakubaliane kwamba jamani, tutakapofika hatua fulani hatuwezi kupata kila kitu. Kuna mahala ambapo mimi jambo langu nitakubali liondoke, lakini pia na jambo lako utakubali liondoke, kwa sababu ukiweka msimamo wako mimi nataka hili ndio liwe ndio la kwangu, hatuwezi kufika mahali tutakwama. Huo ni mchakato wa kisiasa. Kwa kama kile chama cha siasa kikae kupitia kamati kuzao wakubali kwamba sasa tunakwenda kwenye mchakato. Hatua namba 2 ni kwamba ni hatua ya kisheria, kwa sababu ni mchakato ambao lazima uende is a pure legal process, lazima uende kisheria. Tayari tuna sheria ya mchakato wa mabadiliko ya katiba ya mwaka 2011 imepita na wakati kwa muda mrefu, lazima sasa ihuishwe kutegemeana na mazingira kama tutakubaliana kama nchi tunaanzia wapi. Kwa mfano tukakubaliana kwamba tunaanzia kwenye kamati ya wataalamu kuunda committee of expert. Committee of expert Samila, kwenye sheria ya sasa ya katiba hiyo organ haipo. Kwa lazima sasa serikali kupitia baraza la mawaziri ikae ifanye mabadiliko ya mswada ule wa sheria ya mabadiliko ya katiba mwaka 2011. Mswada uende bungeni, uende kwenye kamati mahususi ya kudumu ya bunge, urudi kwa wadau watoe maoni, kurudi vyama, urudi bungeni tena, bunge lipitishe, kisha impe mandate rais ya kutoa hiyo kamati ya wataalamu. Na sheria hii itakuwa inaeleza kabisa kwamba hiyo kamati ya wataalamu itakuwa na wajumbe wangapi, itafanyaje kazi, kwa muda gani, itakuwa na hizo in terms of reference, hao watakuwa na sifa gani za ili kuchelewa kwenye kamati hiyo, watakuwa na mandate ipi, watakusanyaje maoni na kadhalika. Itaonesha hizo process. Lakini cha pili ni kwamba hiyo sheria itaonesha pia namna ya removal, kama unataka kumtoa mjumbe wa kamati unamtoaje, malipo yao itakuwaje, watafanyaje kazi, ukomo wa kamati utaishia utaanzia wapi mpaka wapi na kadhalika. Hiyo ni hatua namba 1. Kwa rais sasa, baada ya kuwa na hiyo sheria ikaitambua kamati ya wataalamu, rais anateua hiyo kamati, au kutokana na hiyo sheria itasema anayeteua ni nani. Ateua kamati, baada ya kuteua kamati itapewa kazi ya kwanza kufanya hiyo kazi yake. Lakini jambo la pili ni kwamba sheria pia zipo iseme sasa baada ya kamati kumaliza kazi yake tunakwenda hatua gani? Je, tunakwenda kwenye bunge maalum la katiba tena, au tunakwenda kwenye kula ya maoni kwa maana ya wananchi wakapiga kula ya ndio au hapana? Lakini jambo lingine ni kwamba Samia, ni kwamba baada ya mchakato kukamilika, let's say kamati imekamilisha kazi yake, ile kamati ya wataalamu ikapeleka ripoti kwa rais, let's say tukaenda kwenye hatua ya pili kwa mujibu wa sheria ambayo itakuwa imetungwa na bunge muda huo, maybe hatua inayofuata ni kula ya maoni, watu wakapiga kula ya ndio ikaongoza hizo kula, kwa maana kama ikapata asilimia kubwa zaidi, basi itakuwa na hatua nyingine ya pili ya rais kwenda kuassent, kwa maana sheria za kusaini hiyo katiba kwanza kutumika rasmi. Lakini hatua nyingine ni kwamba akisha sign lazima uwe na kipindi cha mpito Samila, cha labda miaka 3 au miaka 4. Sasa kuna masuala ambayo leo yapo kwenye katiba ya sasa haiwezi kuanza kufanya kazi siku hiyo. Lazima upate muda wa kipindi cha mpito, maybe cha miaka 3, miaka 4, na nchi zingine wao wanaunda mpaka chombo mahususi cha mpito cha kusimamia masuala fulani. Let's say kwa mfano una sheria ziko 200 ambazo zitakuwa kufanywa mabadiliko ili kuendana na mabadiliko ya katiba iliyopo sasa hiyo mpya. Sasa kutakuwa pia na kipindi cha mpito maybe kutoka 2027 mpaka 2029 kupisha kutoa muda kwa maana hii katiba iliyopo sasa itaendelea kutumika mpaka 2029 ili za kupisha muda wa baadhi ya mabadiliko ya kitaasisi, kisheria, kuconform na katiba iliyopo. Lakini eneo jingine ni kwamba pia ni la muhimu, neno la elimu pia, kwa sababu Samia ni kwamba huwezi kuwa na mchakato kama huu bila wananchi kuelimishwa. Pia kutakuwa na muda wa wananchi kupewa elimu na wadau mbalimbali, vyama vya siasa, vyombo vya habari kama nyinyi, mashirika ya kiraia, kuwapatia wananchi elimu ya maudhui hiyo katiba ambayo wanaenda kupelekewa kupigia kura ya ndio. Lakini pia kutakuwa na muda wa kampeni kama muda wa uchaguzi. Kutakuwa na kundi ambalo linaunga mkono katiba kwa maana kama ipigiwe kura ya ndio, kutegemeana na mwafaka ambao tutakuwa tumekubaliana. Kutakuwa na kundi ambalo linasema hapana, katiba hii haifai, ipigiwe kura ya hapana. Hiyo stage ya elimu au ya kampeni Samila itategemea sana na namna gani makundi yote yatakaa kwa pamoja na kukubaliana kwamba hii ndio katiba tunaitaka. Lakini tukienda kule kwa mwaka 2014 tutapishana. Kutakuwa na wanasema classes.
kuna kundi ambalo itasema mimi niko upande wa kula ya hapana, mimi niko upande wa kula ya ndio. Afrika tokea za kula la hili kundi la kula ya hapana likashinda, tutakuwa tumerudi kule kula. Kisha kabisa Madu, tuangazie swala la kurejeshwa kwa mikutano ya kisiasa ambapo jeshi la polisi wiki hii limetangaza kuanza kupokea maombi kwa vyama vinavyotaka kufanya mikutano hiyo. Tathmini yako kupitia uamuzi huu ambao umetolewa na jeshi la polisi ni ipi katika kuhakikisha kwamba vyama vyote vinashiriki katika michakato ya kidemokrasia? Ya kwanza tathmini yangu ni kwamba mimi nimekuwa na msimamo tangu mwanzo, na pia nitarudia hapa kwamba zuio lile la mkutano wa hadhara lilitolewa kinyume cha utaratibu, kinyume cha katiba na kinyume cha sheria, sababu aliyetoa kiukweli waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Katambi, nimemwona mara kadhaa akijaribu kujitetea kwamba na mandate hiyo, lakini kia alipokuwa anaulizwa na waandishi nitaje kifungu ambacho kipatia mamlaka hayo, kwa kweli Mheshimiwa Waziri Katambi alikosa fursa kutaja. Kwa hiyo kwanza tamko lenyewe tu lilivyotolewa, kwa maana msingi mwenyewe wa zuio lilikuwa kinyume cha katiba na sheria, sababu aliyetoa hakuwa na mandate hiyo. Lakini la pili ni kwamba ukiangalia angalia kwamba aliyetoa ni waziri, alafu akuja kulift hiyo ban ni jeshi la polisi. Mimi nitegemea kwamba aliyetoa tangazo la zuio ndio pia aondoe zuio, lakini cha kusema kwamba ametoa waziri zuio, akuja kutoa zuio jeshi la polisi. La pili ni kwamba ukisoma hata taarifa jeshi la polisi lenyewe, ukimsikiza afande Nisime kwa mdomo na tamko lake la maandishi, huoni ile dhamira ya moja kwa moja kama mikutano ya hadhara imeruhusu, kwa sababu hasemi kwamba serikali sasa imeruhusu rasmi mikutano ya hadhara. Anasema wadau, vyama vya siasa vyenye nia ya kufanya mkutano wa hadhara vituletee taarifa. Sasa mimi nitegemea awe very clear kwamba serikali baada ya kutafakari imeona kwamba usalama sasa, hali ya usalama iko shwari, sasa mikutano ya hadhara inafanyaje, inarejeshwa. Lakini baada ya kutamka straight unamwona amezunguka sana. Tamko ukisoma ile tamko la nyinyi nafikiri mliona halijanyoka sana. Anasema vyama vya siasa vyenye lengo la kufanya mkutano wa hadhara popote, sasa karibuni muandike taarifa kwa wakuu wa polisi wilaya kufanya mkutano. Sababu ukiangalia kwa kweli tamko lilivyokaa halijanyoosha sana maelezo kwamba tayari, kwa sababu ndio mimi leo kinauliza kama mkutano imeruhusiwa au la. Napata kidogo pia shida kwa sababu tamko la polisi haliko very clear. Nitegemea aende kwenye point kwamba serikali baada ya utafakari kwa muda mfupi from tarehe 26 mwezi Juni mpaka sasa 31:30 imejiridhisha kwamba hali ya nchi, hali ya usalama ni shwari. Sasa kuanzia leo mikutano ya hadhara ruksa. Badala ya kusema hivyo, afande Misima anasema wenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara sasa karibuni mlete taarifa zenu kufanya mikutano ya hadhara. Unaona sasa tangazo lina utata. Lakini la pili kwamba mkutano wa hadhara ni haki ya kisiasa, ni haki ya kikatiba ya vyama vyote. Ukisoma ibara ya 20 ya katiba yetu inatoa haki hiyo. Ukisoma kifungu cha 5 cha sheria ya siasa kinatoa fursa hiyo. Ukisoma kifungu cha 3 mpaka 6 cha jeshi la polisi na polisi wasaidizi kinatoa fursa hiyo. Lakini pia Tanzania sio kisiwa. Tanzania ni nchi mwanachama wa mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa, inatoa fursa hiyo. Kwa hiyo unajiuliza kwamba Madugu, lakini hiyo tu kusema kwamba vyama vyovyote vile vya siasa ambavyo viko vina nia hajanyoka sana vije peke yake si anaweza kazuia hata kesho. Mimi nitegemea aseme hivi serikali imetafakari, imeona kwamba hali ya usalama yuko shwari na tumeondoa ile zuio la mkutano wa hadhara, sasa ruksa. Lakini anasema wenye nia ndio waende. Kwa hiyo timizi kwamba kama mna mwenye nia hali iko pale pale. Lakini sasa mpaka ufanye mkutano wa siasa Madusi lazima uwe na nia. Ndio, hoti vikatokea mwenye nia. Maana yake unaweza kuwa na chama cha siasa kwa hali ipo lakini huna nia kufanya. Hoti vikatokea hiyo nia isiwepo. Yaani serikali kwenye hili mimi nasema wazi imani kwamba ingesema very clear kwamba tumetafakari, tumefanya assessment, tumeona hali ya usalama, nchi iko shwari. Lakini hata wakiruhusu Madu, si wao wanakuwa wanapeleka barua kutoa taarifa. Of course taarifa, sio barua, ni taarifa. Hiyo ni taarifa. Wanasema ni notification. Kama mimi tarehe fulani nataka mkutano wa hadhara, naomba ulinzi. Unakubaliana na kauli kwamba katazo lile lilikuwa linalenga kulinda usalama kufuatia maandamano, minong'ono ya maandamano ya tarehe 7, lakini pia ilikuwa inalinda usalama kutokana na matishio mbalimbali ya kiusalama? Kutokana na hali nilikuwa naiona na jaribu kupika, kwa sababu unajua ukiangalia matamasha mengine yote yalikuwa yanaendelea. Simba Days kwa nani wanasema nini ile Simba Day? Nataka niweke sawa nini nasema parade la Simba ilikuwa inafanyika, mkusanyiko wa watu zaidi ya 10,000. Parade la Yanga la kuchagilia ubingwa lilifanyika, mkusanyiko mwingine mbalimbali ya kidini. Kwa naangalia kwamba tamko lile huenda lilikuwa very political, lilikuwa limetarget, kwa sababu kweli ni kwamba serikali kwenye hili ilikuwa kidogo na double standard, sababu mkusanyiko mwingine yote ilikuwa inaendelea. Ukienda kama nimetoa mfano mdogo tu, maparade ya timu za mpira kushangilia ubingwa ilikuwa inafanyika tena mamia na maelfu ya watu. Lakini hayo hayahusiani na siasa. Hapana, hicho ni kwamba imani nasema ni usalama wa nchi.
kama nchi wa salama, kama kuna watu, sababu ukisoma kauli ya waziri mle bungeni na kauli ya Fandesima anasema kuna vikundi vimejipanga kufanya uhalifu kupitia mikusanyiko mbalimbali ya watu, sio ya kisiasa. Mikusanyiko mbalimbali ya watu vimejipanga kulipua na nini, baadaye wasema ni serikali. Lakini Maduhu, inaonekana zile vuguvugu za maandamano ilikuwa inazungumzwa ama inaimbwa sana, ni kama imepungua hivi hapa katikati baada ya tamko lile kutokea. Unakubaliana kwamba imepunguza? Kwanza mimi nimekuwa na msimamo tangu mwanzo kwamba as long as polisi hawakuwa na taarifa, na nilikuwa nikiwashauri, nilikuwa nawapigia simu nawaambia, sasa nyinyi polisi taarifa ya maandamano hamjaletewa, nyinyi mnapiga marufuku maandamano. Ya maandamano gani? Mimi binafsi kwamba nimekuwa nikiweka kwamba tarehe 7 hapakuwa na nani, kwa sababu jeshi la polisi from that day, from tarehe 20 ngapi mwezi wa 6 mpaka tarehe 6 hakuwa taarifa yote ya maandamano. Kwa hiyo automatic maandamano hayakuwepo. Kwa mimi nilikuwa nashangaa polisi wanapiga mikwala, wanasema sisi maandamano yapi ambayo taarifa yenyewe hawakuwa nayo. Kwa hiyo mimi nilikuwa na msimamo tangu mwanzo kwamba tarehe 7 hakuwa na maana, kwa sababu maandamano hayo polisi hawakuwa na taarifa. Kama taarifa ilikuwepo, legally speaking, ni kwamba maandamano hayakuwepo. Na mimi nilikuwa nikikutana na waambia kwamba siku nyingine watu wakitangaza mambo kama haya, kama nyinyi hamna taarifa hiyo kisheria, hamna haja kupiga mikwala, hamna haja kupeleka magari nje. Sasa mkipeleka magari njiani ndio mnazuia wananchi wajifungia ndani. Kwa mimi I would say kwamba imani kwamba tamasha zuio lile kiukweli, za mimi naona kwamba zaidi lilenga political parties, kwa sababu matamasha mengine yote tena ilikuwa na msanyiko wa watu wengi, akina Mamposa na wengine ilikuwa inaendelea. Sasa kwa kama ni vurugu watu ongeza kufanya, kwa sababu nani Samira, hayo sio maneno yangu mimi. Ukimsikiza waziri mwenyewe na Fandesima wanasema kuna vikundi vya watu vimejipanga kufanya uhalifu kupitia mikusanyiko ya watu, mikusanyiko mbalimbali ya watu, kwa kulipua, kuua watu, baadaye wasema ni serikali. Kwa mimi nitegemea kama ni mazuio, uzuie shughuli zote za mikusanyiko. Kama ni makanisani upunguze ile cloud, kama ni Simba nini ile pedi la Simba, pedi la Yanga, mzuio, sababu kuna watu wamejipachika mweza kufanya uhalifu. Lakini ukiangalia kwamba ile nguvu ya mazuio ilikuwa zaidi kubwa zaidi kwenye vyama vya siasa. Na naamini kwamba serikali baada ya kuruhusu, of course mimi siamini kama imeruhusu, baada ya kusema kwamba wenye nia ya kufanya mkutano hadhara wapeleke taarifa, naamini kwamba jeshi la polisi kupitia IGP, mkuu wa polisi nchini Afande Wambura, hawatawasumbua hawa vyama vya siasa. Kazi yao kubwa itakuwa ni kupeleka ulinzi, wawalinde, kufanya shughuli zao, wahutubie, waache hata nyumbani wakalale. Sawa, watakapofanikisha sasa vyama vikaanza kuingia mitaani kuendelea na harakati zao za majukwaa yao hayo ya mikutano na kadhalika, unahisi itasaidia kuweza kuleta jambo lolote lile la kisiasa na utulivu wake ndani ya nchi yetu? Kwanza mimi ambacho tutakuwa fahamu ni kwamba moja ya nyenzo muhimu hapa nchini kwetu ya kuleta umoja na mshikamano katika taifa ni wanasiasa kutema nyongo zao, kwa sababu unavyowazuia kuzungumza ndipo wafasi wao wanahamia mitandaoni. Sasa wanahamia Twitter, wanahamia TikTok kwenda kutokana. Lakini kwa ruhusu wao wanaoamini, kwa sababu shida kwamba Samira, vyama vya siasa hivi vina wanachama na wafasi wanaamini kwamba bila chama hicho wao sio chochote. Unapozuia hicho chama kufanya siasa, unazuia watu milioni 7 wazungumze. Ndio wanahamia Twitter, wanahamia Instagram kwenda kumwaga matusi. Kwa njia pekee ya kufanya nchi iwe na relief ni kwa ruhusa wa viongozi wa kisiasa waende pale Mbeya, waite mkutano wa hadhara, watapike nyongo zao, ezonga za havunja za nchi, wasema wanasema na wanaotubia, sababu wanaoamini wasikilize. Wakimaliza pale Samira waende nyumbani wakalale, nchi inakuwa imetulia. Lakini ukiwazuia kwamba hakuna kufanya siasa, hakuna kufanya mkutano wa hadhara, unawafanya wale ambao wanawasikiliza wale watu na kuwaamini wahamishie hizo vita Twitter, wahamishie vita Instagram, wahamishie vita Clubhouse, wahamishie vita TikTok kutukana. Lakini ukiruhusu, hata leo nakwambia Samira kwamba trust me, pindike mkutano hadhara inafanyika, Chadema anafanya mkutano huku, CCM anafanya mkutano huku, Chadema yeye yuko Iringa, akitoa mguu kesho CCM anakuja Iringa anamjibu. Ukaona ile nchi kidogo, nchi ikiwa imetulia, ikiwa imepata ile tense ya nchi ikiwa imepause. Lakini baada ya zuio, angalia watu wakalipuka sasa matusi watu kwa hiyo mimi naamini kwamba ndani za kisiasa, political platform, kupitia mkutano wa hadhara na mkutano wa ndani inasaidia sana nchi kwa kwenye umoja, kwa sababu hawa watu, kwa sababu kweli ni kwamba tuna makundi mbalimbali nchi, tuna makundi ya kisiasa, ya kidini, lakini hatuwezi kukataa kwamba makundi yanayoongoza kwa ushawishi nchi hii makundi ya kisiasa yana wafasi nyuma. Kwa kiabinya, ukiwekea mifumo migumu ya kufanya kazi zao, unawafanya hawa nao waamini sasa wakose sehemu ya kusemea, wakasemea TikTok, wakasemea Twitter. Sasa wewe tena wakaenda kusemea Twitter, unawakamata, unapeleka mahakamani hapa kesi za uchochezi kadhaa. Kumbe ungeweza kuachia ufanye mkutano. Kuna kipindi fulani Rais Kikwete alisema, Rais Kikwete alikuwa anasimulia rais mstaafu wa awamu ya 4 kwamba wakati wa awamu yake watu wanamfuata, bana jamaa wanavunja sheria tuwazuie, anamwambia hapana. Sasa nataka mwazuie, akasemea wapi?
waacheni waseme. Kama unaona cha kusema, kesho akiondoka pale Mbeya anayefanya mkutano pale mjibu. Na walianza hivyo. Ukuna mwana kiongozi wakitoka Ifakara na anaingia pale anajibu. Unamwona huko upande huko yuko hali hapi. Wakitoka sio Geita na pale anajibu. Mimi natamani Tanzania ina hiyo kwamba jeshi la polisi kazi yake na organizations za kiusalama zibaki na jukumu la kiulinzi. Waache wanasiasa wamenyane wenyewe kwa wenyewe. Hizo za vunja sheria. Nenda Mwanza pale, teba nyongo zako, ukitoa mguu naingia. Na mimi najibu. Na mimi sina nafasi. Nenda Mara, ukitoa mguu Mara, na mimi naingia na kujibu. Natamani kuona nchi aina hiyo kwamba siasa tamalaki kwa kujibiana hoja jukwaani. Sitamani sana kuona mifumo ya kisheria ya kijinai, polisi wakitumika ku silence. Natamani kuona siasa ikitumika kwa maana kwamba siasa ikitumika hoja zibio kwa hoja. Mimi nikisema hoja yangu Madu, nimesemea clown na nyinyi kesho njoni clown. Tunakujibu. Mombe kipindi mnijibu. Nataka nchi aina hiyo. Sitaki nchi ambayo mimi niko clown leo Madu hapa natoa hoja zangu. Alafu nikitoka pale na kama tunapeleka polisi. Kumbe angeza kuja mtu mwingine hapa mwenye mawazo ambayo ni kinzana na Maduhu, mkampa nafasi watu wa clown akanijibu, nchi katulia. Natamani kwa Tanzania ya hoja najibiwa kwa hoja. Sio hoja najibiwa kwa rungu au kwa polisi. Sitamani kuona nchi aina hiyo. Madu, tukiwa tunamalizia kama dakika 3 tu zimesalia. Nyingi sana hizo. Kwa unavyoona hivi sasa halisi ya nchi yetu, hali ya kisiasa ikoje? Ya kwanza mimi nitasema ukweli kwamba nitataka nizungumze kwa upande zote mbili, kwa maana ya Zanzibar na Tanzania bara. Naona kwa upande wa Zanzibar walijitahidi hivi karibuni kuja na maridhiano, kwa maana wakasaini hati. Lakini bado napoona pia hajatulia sana. Lakini sikilienda chama kimoja pale. Chama kimoja kwa maana ya ACT na serikali, ndio sababu kule ni ACT. Kule ni CCM ndo naongoza kwa nafasi. Walisainiana kule maridhiano yale, lakini bado naona mpaka leo ACT hajaingia serikalini. Kwa maana nitegemea kwamba baada ya kusaini pale ningemwona huyu mkiwa leo ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Lakini bado kuna masuala ambayo naamini kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa Zanzibar hajayatekeleza. Kwa hiyo lazima yafanye kwanza ndio waingie serikalini. Nikija huko upande wa Tanzania bani kwamba naona bado kuna mgawanyiko mkubwa sana wa kisiasa. Kwa sababu imani ukiangalia kauli za wanasiasa wenyewe, kauli za wanasiasa wa chama tawala, kauli za wanasiasa wa upinzani, kauli zao ni kwamba haongei lugha moja. Leo yeye anasema hiki, kesho anaongea hiki, kauli zao za kebei, kauli za kudharauliana, kauli za kubagazana, zinaendelea vile vile. Kwa hiyo bado naiona kwamba tensi ya kisiasa naiona bado haijatulia. Sababu hata jana angalia kwenye mkutano wa rais na vyama vya siasa, kama kimoja ambacho kina nguvu, huwezi ukijua watu wengi wanasema kwamba unaweza kufanya maridhiano Chadema na kwa hapo. Kwa nini na kia nani? Sawa, lakini ni kweli kwamba huwezi, kwa sababu baada ya CCM anayefuatilia kwa ukubwa ni Chadema. Huwezi kumandamine. Kwa naiona kama bado nchi ipo kwenye tensi ambayo kuna migawanyiko miongoni mwa wananchi. Kuna watu ambao wanaamini kwamba wanaonewa, kuna watu ambao wanaamini kwamba wao ndio wanakula keki ya nchi, kuna watu ambao wanaamini kwamba hawana sauti, wao ni yatima, wengine ni wanasema watoto wa kambo. Sasa hizo perception hizo sisi kama nchi tunategemea kwamba tunaamini kwamba ipo siku ni jukumu la serikali ya Chama cha Mapinduzi kuzondoa ili nchi irudi kwenye umoja na mshikamano. Lakini pia ni kwamba hata kama ukienda kwenye comment tu za mitandaoni, angalia post yote kiongozi wa serikali, comment za wananchi, angana post kitu kiongozi wa chama cha upinzani, comment za wananchi, unagundua kuna. Lakini nchi nyingine kwamba hata akifariki kiongozi wa serikali, imani nasema yeye ni mashahidi. Akifariki hapa leo mtu yote hapa mkubwa serikalini, waziri, hata polisi tu, angalia maoni ya wananchi kule, inaonyesha kwamba nchi yetu bado hajapata uponyaji. Inahitaji uponyaji huo ili wote sisi walioko serikalini ambao tuko nje ya serikali tunakuwa na kitu kimoja. Nimemsikia Lisa anasema kwamba tukizungumzia wananchi Madu, tunaamini kwamba kwenye nchi yoyote ya kidemokrasia wananchi ndio wana nguvu. Nadhani kwamba Watanzania wanafanya kutosha kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa ya kisiasa. Mimi naamini kwamba Watanzania hawa imani kwa kawaida kama 3. Kwa Tanzania ambayo hata chama cha siasa hana kabisa. Yaani hata kadi ya chama hana. Yeye sio CCM, sio Chadema. Kwa Tanzania ambao wanatoka vyama vya siasa, wapo CCM, wapo Chadema. Na kuna upande huu wa grupu ile mwisho wa 3 ambao wenyewe hawajulikani wako wapi. Yaani hawaeleweki kwenye vyama, hapo kwenye vyama hajulikani. Lakini pia kuna kundi jingine la 4 la wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu. Sasa ukiangalia kikweli ni kwamba kwa namna ambayo leo tunaenda nchi hii imani ni kwamba ukiangalia wananchi wanajaribu kuplay part yao kama Watanzania, kama watu ambao ndio wameisimika serikali madakani, lakini unaona kwamba sometimes wao reaction iliyoko madakani zidi ya wananchi inakuwa ni very negative. Lakini la pili kwamba hata sisi wanaharakati leo hii inaonekana imani kwa wanaharakati nchi hii ni kosa. Yaani tunavyokuwa blended wanaharakati wachafua nchi. Kumbe sisi ulimsikia hivyo sema mheshimiwa kama rais nchini kwamba wanaharakati mtu mwema tu anajenga kama mimi ninavyoongea hapa. Najenga hoja za serikali. Kwa sababu kuonekana ni gaidi, pasi kuonekana mtu mbaya, pasi kuonekana adui wa serikali. Kumbe ni wote tunajenga nchi moja lakini kwa approach tofauti. Tupo
mwaka wa mbele imewashika.